Kitu ambacho kinawapa watu doubts ni kwa sababu walikuwa pewi tu nafasi. Lakini kama angekuwa anapewa nafasi kama anavyopewa hivi Chama au Kante, hizo anafanya correction, mchezaji unajifunza. Po nani Jeff? Chama juzi amecheza dakika ngapi? Dakika chache tu, ingia dakika 70 kitu. Lakini unajua kwa muda mchache, hiyo confidence alionayo kwa muda mchache alioingia. Achana Chama. Chama has been top. Yani Simba anaweza kufanya kitu chochote na asiamini. Au alichokionyesha. Okay, Chama chana naye. Okay, anaweza kufanya kitu chochote na hata mtu wa kusema akaogopa, hata mwalimu kusema akaogopa. Chama tunaachana naye. Na mtu ambaye anapata nafasi ndogo ameenda usisahau pia mgogoro uliokuwa yake kwamba mwingine alikuwa Chama tunaachana naye. Juzi ameingia Keleso dakika chache, ame create big chance mbili kwa dakika zake chache. Unamuona anavyo drop, anavyo link up, positioning awareness yake, jinsi ambavyo ana release pass, jinsi ambavyo anakimbia kwenye space. Keleso Magala. Loemba consistency ni changamoto, hana mwendelezo. Hata kwa hizo dakika chache anazozipata bado hajatuonesha. Huo ndo ukweli. Ndio maana mimi nimepinga. Unajua mtu kuniambia kwamba Loemba ni very good player. Hiyo nimepinga. Very good. Yes. Tuna zile very ongeza tatu. Unakuwa ni shida ni nini kwenye very hapa? Kwa very good. Yaani mchezaji mzuri sana. Kwani kuna shida gani? Mzuri sana. Kuna shida gani sasa? Subiri Jeff. Jemedari, uzuri sana wake uko wapi Loemba? Kwa games ambazo umemtazama. Mimi sijaona ubaya wa Loemba. Mimi naamini Loemba anakosa nafasi ya kutosha kwenye kucheza. Ndio. Sawa, amekuja hapa mechi zake za mwanzo. He was top. Very top. Lakini akaingia kwenye migogoro hapo. Hivi jamani, hii migogoro tunaizungumza hapa, si kuna nani hataki acheze, si huyu ameletwa suna fulani, haiishi kwetu. Sawa? Inakwenda mpaka kwa wachezaji. They know it. Wanajua na wanatujua mpaka sisi, nani ananisema vizuri, nani ananisema vibaya, nani amesema kitu gani. Si ndio? Ndio maana kuna wakati hata wanatukasirikia. Sawa? Kwa hiyo pressure inafika mpaka kwa wao. Lakini katika hali ya kawaida kama angekuwa anatumika consistently, sasa hivi yule angekuwa top kabisa. Na kila mtu angekuwa anaamini kwamba mchezaji anajicorrect kadiri anavyocheza. Unajua sawa? Hao watu, kuna watu kibao wamekuja hapa, wachezaji wa kawaida. Lakini kadri muda unavyokwenda, with time anajicorrect, na kuna watu ambao tuliwaona mechi ya kwanza wakiwa wachezaji wazuri kabisa. Na baada ya hapo wakashindwa. Kuna mechi ambazo ameanza msimu uliopita na amecheza, si ndio? Kuna mechi ambazo ameanza na amecheza zaidi ya dakika 60. Narudia tena, ligi yetu haina muda wa kumsubiri mchezaji. Ni nature ya ligi. Kwa hiyo dakika unazozipata, kama unapata mechi 5, mechi 6, unatakiwa kuonyesha guys. Mtu anaweza kukuvumilia mechi ya kwanza, mechi ya pili, lakini kwa nature ya ligi yetu mechi 7, mechi 8, kama hujaonesha kwamba una kitu cha tofauti ni ngumu. Jeff, naomba malizia hapo tuondoke. Unajua kwenye maisha ya mchezaji kuna vitu viwili. Kuna talent yake na kuna performance. Sawa? Wachezaji 90% unawaona wako uwanjani. They are talented enough and competent enough uweza kucheza. Lakini kuna wachezaji uwezi kucheza kama una talent. Yaani uwezi kipaji. Unafikiaje yani kwamba wewe umeitwa unataka kucheza timu ya ligi kuu na una kipaji? Especially kwa hao wanaotoka nje. Kuna wengine kama ulizungumza Jemedari hapa kwamba mtu inatokea tu nini pa. Kama nani? Yaani hiyo kwenye ngoja kwanza. Kwenye hiyo pa. Uwezi wewe kwa mshona viatu afu kapata hiyo pa. Hiyo pa inakuja kwa sababu wewe una talent ya kucheza. Umeelewa? Hivi tu hivi. Issue itakuja kwamba katika wale wachezaji 11 kocha anaweza kutumia wachezaji 11 tu na kwenye mechi nzima labda 15 na wale wa ziada. Sawa. Sasa mtu kama Loemba, kwa mfano hiki anachokisema Hans, mimi I will go far, nitatafuta takwimu za dakika zake kesho nitakuja nazo hapa. Lakini wachezaji pia wanatofautiana haiba zao ama confidence yao ama personality yao. Sawa. Kuna mchezaji ni extrovert. Yaani yeye sio mtu wa kujisikilizia sana, sio overthinker. Umpe nafasi usimpe nafasi, yake ingia uwanjani
he is confident enough kwamba bwana nipe mpira nitakuonyesha Jeff na takwimu nimezipata za Loemba samani. Ndio. Innocent Loemba, Josephine Loemba msimu uliopita alicheza dakika 90 mechi ya Simba na KMC. Akacheza dakika 11 dhidi ya Singida. Akacheza dakika 20 dhidi ya Dodoma. Akacheza dakika 12 dhidi ya Coastal Union. Lakini akacheza dakika 67 dhidi ya Mashujaa. Akacheza dakika 70 dhidi ya JKT. Akacheza dakika 84 dhidi ya Yanga. Akacheza dakika 64 dhidi ya Namungo. Akacheza dakika 42 dhidi ya Fountain Gate, dakika 13 dhidi ya TRA. Akacheza dabi dakika 90 ya tarehe 1 mwezi wa 3. Akacheza dakika 79 dhidi ya Singida. Akacheza dakika 90 dhidi ya Dodoma. Akacheza dakika 73 dhidi ya Prison. Akacheza dakika 21 dhidi ya Stade Malien, na mechi ya Petro de Luanda alicheza dakika 40. Imagine mchezaji ambaye amepata dakika hizo. Katika hizo takwimu alizozitaja dakika ni nyingi, ni nyingi. Mechi ambazo amecheza dakika 90 ziko 3. Ngoja, achana na mechi za dakika 90. Kwani mimi nikiwauliza hapa, Loemba ni mchezaji mbaya? Ni average player. Sio very good player. Haya ni mawazo yako wewe, Hansi. Huwezi kuja kuniaminisha Loemba ni very good player. Ni average player. Hayo ni mawazo yako wewe, Hansi. Mimi nilikuwa najiuliza kitu kimoja. Wewe unaamini kwenye lipi? Very very good. Hapana, mimi kwenye very very hapana. Kwa sababu unajua kuna nyakati ambazo naamini, kwa mfano kwenye mechi ya juzi. Mechi ya juzi ndo alianza kama mshambuliaji wakati mshambuliaji kivuli. Ningesema kwamba ile nafasi ilimtengenezea ugumu kama angekuwa hajawahi kucheza. Katika hizo mechi mbili za dabi unazozitaja, kuna mechi moja hii ndo alicheza kwenye hiyo nafasi. Kuna mechi na Mashujaa alicheza vizuri kwenye hiyo nafasi. Ambacho mimi hino ananipa tabu ni maeneo mawili. Muendelezo kwenye kile anachokifanya na uwezo wake wa kufanya maamuzi anapokuwa uwanjani. Kwa sababu mwisho wa touch, sijui passing, dribbling anafanya, lakini mwisho wa siku lile zao la mwisho baada ya kufanya shughuli zako binafsi unaifaidisha vipi timu? Asante kamanda, asante. Naomba asante. Tutaendelea na hii mijadala kwa wakati mwingine. Hayo naomba wenzetu Azam FC kule bwana. Azam FC wameacha sana wachezaji. Nimemwona Gita mzee. Gita, mshambuliaji wa Jemedari huyo. Yeah. Gita amefanyaje? Charlie. Thank you. Alafu Kitambala Bona. Thank you. Gita ameachwa lini? Siona. Aba kwenye peji ya Azam ukiingia pale ni thank you. Gita amepewa mapema tu. Alafu kiungo wa mpira Akaminko. Gita sasa si kuja na mwalimu. Yoro Diaby pia. Yoro Diaby mlinzi wa soka kabisa. Na Januari amekuwa na makosa mengi. Fuentes naye nadhani atapewa yeah. Amekuwa na makosa mengi sana wewe. Gita aliingia Januari. Gita si aliingia Januari. Na alafu actually nani sasa kwa mchezaji wa mkopo? Nani? Kitambala. Na bei yake ya mkopo imekuwa kubwa kwa msimu wa pili. Kwa nafikiri Azam wamesema haiwezekani. Unajua wachezaji wengi wa Kongo wanamilikiwa na watu na wengi wao hapa wanakuja kwa mkopo ambayo inahusisha yule mtu anayemiliki na klabu ambayo walikuwa wanacheza. Wale wana uwezo wa kumchukua mchezaji ukampeleka kwenye timu, wewe bado unamiliki na timu ile pale inamiliki. Kwa hiyo kija Yanga au Simba ikimsajili, baada ya yule mchezaji anakuwa na umiliki wa yule mtu anayemiliki. Kwa hiyo mkopo wa pili ulikuwa unafikiri unafika kwa mwaka wa pili unafika $400,000, ukaona zote za nini. Ila kwa maamuzi ya kufyeka hawa wote nitumie kauli hiyo, lakini kauli ya kiufundi zaidi kwa msimu uliopita ni eneo la ushambuliaji ambalo pengine limeikosesha Azam FC ubingwa. Yep, wamekosa nafasi sana za magoli. Kitambala na Ngita. Okay. Ndio. Unawaza vuta taswira Jemedari. Labda mimi nichomolewa mkai kwenye sare nyingi ambazo Azam walipata msimu uliopita. Kutokana na mashambuliaji walikuwa na nafasi ya wenyewe kushinda. Katika sare 10 walizotoka, jumla ya sare 7 ziliisha kwa sare ya bila. Na walikuwa wanatengeneza nafasi, magoli yaingi, hawafungi. Okay. Ngita hiyo huwezi kumlaumu Kitambala peke yake, na wahusu washambuliaji wote. Mtu pekee ambaye unaweza ukamexonerate kwenye hilo eneo labda ni Faisal peke yake. Kwa nini?
Yes, alikuwa top scorer wa timu. Sasa alipaswa kufunga kwenye mechi hizo pia ambazo zimetoka sare. Ngita amekosa magoli sana. Pia anapaswa afunge. Alihitaji usaidizi lakini Wa kwenye kufunga. Hata mechi na Stade Kwani Malien. amefunga mechi zote peke yake? Si wapo mechi zingine wamefunga watu. Kama yeye anacheza eneo la mbele, anahusika na yeye kutoka kwenye mechi 7. Bila na wewe uko ndani. Unaikumbuka mechi na Maniema? Anahusika katika kutengeneza nafasi. Hata Kitambala amehusika hapa mechi na Simba. Sema husika. Amefunga mechi na Simba ambao wameshinda 2-2. Lakini na Faisal ya kufunga. Kwa hiyo ndio inapokuwa mpira mpira hapa tukitaka kutoka hapa yawe kama mafuriko. Mafuriko hayawezi kubeba sufuria yakaacha nyungo. Inabeba sufuria na nyungo kwa wakati mmoja. Kwa hiyo watu wote waliohusika kwenye ushambuliaji wanahusika. Huyu alifunga magoli mengi, alipaswa kufunga na mechi hii. He was in, ila Jemedari mtu akikusikiliza inaonekana hujafurahishwa na Ngita kuachwa. Kwa nini mimi sijafurahishwa manake ni kwamba mimi nimemleta mchezaji wangu au nimefanya kwa sababu kwanza nimeona miongoni mwa wachezaji ambao wamecheza mechi chache na mara nyingi alikuwa anaingia. Na kuna wakati fulani hata huyu Kitambala tunamsema mwalimu alikuwa ameopt kucheza na wachezaji wale wakina Zidane, Sudani wanacheza pale mbele. Mechi nyingi tu. Na tukaambiwa sio bana huyu ana utovu wa nidhamu na nini. Mechi kadhaa alikuwa acheze. Vitu vya kawaida. Lakini kwa mfano Jemedari Ngita alikuja Januari kwenye dirisha dogo. Na kwa asilimia kubwa huu yani ni usajili ambao mwalimu alihusika kwa asilimia kubwa sana. Ndiyo. Kwa sababu ya historia yao na taifa ambalo wanatoka. Sasa mchezaji amekaa miezi 4-5. Alafu ghafla unasikia taarifa kwamba mchezaji ameachwa. Kwa nini ghafla? Si usajili muda wa usajili umefika. Sio Kitambala, namzungumzia Ngita. Okay, sawa mchezaji ameachwa kama hivi taarifa tulivyoiona. Uone kama kuna shida maana kwa sababu mwalimu amesuggest mchezaji aje yeye mwenyewe. Na alikuwa mpaka amempendekeza maana yake anajua namna gani atamtumia na namna gani anaweza akamfanya mchezaji